Muda wote Urusi iko tayari kufanya uhamasishaji mkubwa kama wakati wa vita ya pili ya dunia. Karibu sana katika ripoti hii kutoka huko nchini Urusi. Na kusihi tu ungana nami mwanzo hadi mwisho wa ripoti hii. Na usisahau kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo. Urusi inaweza kuhamasisha vita kwa kiwango kinacholingana na Umoja wa Kisovieti wakati vita vya kidunia vya pili ikiwa ni lazima. Msemaji wa Kremlin anaitwa Dmitry Peskov amesema mnamo Aprili 30. Ikiwa nchi kubwa inahitaji kusimama, itasimama wakati wowote. Hakuna anayeweza kuwa na shaka yoyote, Peskov amesema wakati wa mhadhara katika jumba la makumbusho la ushindi huko Moscow. Alidai kuwa mamilioni ya Warusi tayari wanasaidia juhudi za kijeshi dhidi ya Ukraine kwa kusanya misaada, kutuma vifaa na risasi, mstari wa mbele kwa fedha za kibinafsi na kusuka nyavu za kuficha. Mahali pengine karibu watu milioni 30 wa Sovieti walitoa maisha yao katika vita dhidi ya ufashisti, aliongeza kiongozi huyo. Maoni ya Peskov yanakuja wakati mamlaka ya Urusi inaajiri watu 30,000 hadi 40,000 katika jeshi kila mwezi. Vyanzo vinavyofahamu ujasusi wa Marekani na Umoja wa Ulaya viliambia shirika la habari la Wall Street Journal. Badala ya kujiandikisha rasmi, Kremlin imegemea motisha kifedha na kampeni kali za kuajiri ili kujaza safu yake, ikiwa ni pamoja na kutoa kandarasi zenye faida kubwa kwa wafanyakazi wa kujitolea. Ingawa Rais wa Urusi Vladimir Putin amepuka rasimu nyingine kubwa kufuatia uhamasishaji usio na umaarufu wa 2022 ambao ulisababisha kuhama kwa zaidi ya Warusi 261,000. Inaripotiwa kuwa viongozi wa kijeshi wanaishinikiza Kremlin kuanzisha rasimu pana. Kasi ya sasa ya kuajiri inatosha kufidia hasara zilizoripotiwa katika mstari wa mbele nchini Urusi, ambazo NATO inakadiria kuwa takriban wanajeshi 1,000 kila siku. Jenerali wa Ukraine wamesema mnamo Aprili 30 kwamba Urusi imepoteza wanajeshi 951,960 tangu ilipoanzisha uvamizi wake kamili tarehe 24 Februari 2022. Naibu mwenyekiti wa kamati ya ulinzi ya jimbo la Dumu la Urusi Alexei Zuravilevi amesema mnamo Januari kwamba uhamasishaji mkubwa unaweza kuhitajika ili kutayarisha mzozo unaoweza kutokea na mataifa ya Magharibi ndani ya miaka 3 hadi 4 ijayo. Ni muhimu kuandaa idadi ya wanaume na kwa kawaida kutetea nchi. Tunapaswa kuzungumza juu yake na tusiwe na aibu juu yake, Zuravilevi amesema. Kamanda mkuu wa Ukraine Oleksandr Sirski amesema mnamo Aprili 9 kwamba Urusi inaweza kuhamasisha hadi askari wa akiba milioni 5 waliofuzwa na jumla ya uwezo wa kuchukua watu milioni 20. Mnamo Machi 31, Putin aliamuru kuandikishwa kwa jeshi mara kwa mara kwa wanaume 160,000, wito mkubwa zaidi nchini Urusi wa kujiandikisha katika miaka 14. Ingawa walioandikishwa wamezuiliwa rasmi kutoka kwa mapigano ya mstari wa mbele, wengi wanavutiwa kwa njia isiyo ya moja kwa moja kwenye vita kupitia mbinu mbalimbali za kuajiri. Putin anaendelea kujitoa kufikia malengo ya operesheni maalum ya kijeshi dhidi ya Ukraine. Kupata malengo yote ya operesheni maalum ya kijeshi bado ni kipaumbele cha juu, ingawa yanaweza pia kufikiwa kupitia njia za kidiplomasia. Msemaji wa Rais wa Urusi Dmitry Peskov amesema mchakato wa mazungumzo unaendelea. Lengo kuu la Rais Vladimir Putin ni kufikia malengo aliyoweka alipoanzisha operesheni maalum ya kijeshi. Lazima tulinde maslahi yetu ya kitaifa. Je, ni bora kufikia malengo haya kwa amani? Ndivyo Peskov amesema. Alikumbusha kwamba Putin awali alijaribu kufuatilia malengo haya kwa njia za amani kabla ya kuanza kwa operation, lakini mipango yake ilikataliwa. Baada ya hapo hakukuwa na mbadala mwingine ili kushughulikia malengo hayo kwa njia za kijeshi kupitia operesheni maalum ya kijeshi. Peskov alisitiza, akibainisha kuwa upande wa Urusi unabaki wazi kwa suluhisho ya kisiasa na kidiplomasia. Alibainisha pia kwamba Ukraine lazima iwe sehemu ya makubaliano yoyote ya amani badala ya Marekani. Pia Urusi kwa sasa inakabiliwa na changamoto kubwa, huku majaribio yakifanywa kupotosha matokeo ya vita vya kidunia ya pili. Hivyo muhimu kukabiliana na kuenea kwa ubaguzi wa rangi, unazi mamboleo, chuki ya Rusofobia na mawazo mengine haribifu, Rais Vladimir Putin amesema katika hotuba yake kwa bunge la 3 la kimataifa la kupambana na ufashisti. Namnukuu, leo tunapokabiliana na changamoto kubwa na matokeo ya vita ya kikatili zaidi karne 20 yanarekebishwa kupotoshwa kwa ajili ya maslahi ya kisiasa ya binafsi. Pamoja na jukumu la Umoja wa Kisovieti katika kufikia ushindi likipungua, ni muhimu kuwa na umoja katika kulinda ukweli kuhusu vita vya zamani, Putin amesisitiza. Pia alisisitiza haja ya kukabiliana na kuenea kwa aina zote za ubaguzi wa rangi, nazismu mamboleo, Rusofobia, chuki dhidi ya Wayahudi na mawazo mengine haribifu.
Tuna deni kwa maveterani wa vita na vizazi vijavyo, msingi thabiti wa kujenga ulimwengu salama na wa haki na uhusiano sawa wa washirika kati ya mataifa, mkuu wa nchi amesema. Putin pia amesisitiza kuwa mnamo mwaka 2025 Urusi ilikuwa ikiadhimisha kumbukumbu ya miaka 80 ya ushindi katika vita kuu ya Patriotic, likizo inaunganisha mamilioni ya watu kote ulimwenguni. Putin amesema inapendwa sana na kila mtu anahifadhi kumbukumbu takatifu ya uzima wa milele ya kizazi cha washindi, ya mashujaa wa kweli na wa kweli waliokandamiza Unazi wakilinda bara lao na kuokoa watu wa Europa kutoka kwa utumwa.